Hivi karibuni maafisa wa ubalozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini walifanya ziara ya kikazi katika kituo kikubwa cha uhifadhi na usafirishaji wa wahamiaji haramu cha Lindela kilichopo magharibi mwa jiji la Johannesburg, na baada ya kuzungumza na mamlaka za kituo hicho na kufanya mahojiano ya kina na vijana waliokamatwa ambao ni wa Tanzania, ubalozi umethibitisha kuwa takribani Watanzania 90 wanashikiliwa hapo hivi sasa, huku wengi wao wakiwa hawana nyaraka zozote za kusafiria wala vibali vya ukaaji. Lakini baada ya mazungumzo na balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, James Bwana amethibitisha kuwa katika zoezi la kuwatambua iligundulika kuwa idadi kubwa ya vijana hawa wanatoka jiji la Dar es Salaam, na ukiingia ndani zaidi kwenye mitaa yao, wilaya ya Temeke ndiyo inayoongoza kwa kutoa idadi kubwa ya vijana hawa walioshikiliwa hivi sasa. Ninaweza nikakutajia majina ya wote 60 ambao nimewataja jana ambao wanatakiwa kurejeshwa kurudi nyumbani. Nikutajie kitu kimoja very interesting ili wewe ukijue ya demographic ya hawa ambao tunawaongelea. Hawa 60 ndio wanatoka maeneo yafuatayo kwa nchini Tanzania. Wanatoka Mbagala, wanatoka Ilala, wanatoka Tandika, mmoja anatoka Kilwa, mwingine anatoka Magomeni, mwingine anatoka Temeke, mwingine anatoka Kariakoo, mwingine Mbezi Juu, Magomeni, Mwananyamala, Kiwalani, Keko, Mbezi, Kimara, Tabata, Vingunguti. Nasoma kwenye orodha ya majina yao: Vingunguti, Tanga, Mbezi Luis, Tanga. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa tathmini ya haraka 99% ya hawa ambao 60 hao wanatoka mkoa wa Dar es Salaam. Ni wawili tu ndio wanatoka mkoa wa Tanga. Kwa ni vile hatuwezi kuprint hizi taarifa tukawapa waandishi mkazirusha. Sisi cha kwanza tunachokifanya ni kutunza heshima yao na kutunza utu wao, kwa sababu tunajua hawakuja huku kufanya mambo mabaya, walikuja huku kutafuta riziki. Yeah. Kwa hiyo uone ukubwa wa tatizo. Wilaya ya Temeke inaongoza kwa kundi kubwa la vijana wanaozamia kuja Afrika ya Kusini kuja kutafuta maisha. Na takwimu tunazo, data hizi hapa tunazo. Najua jinsia, umri wao, kabila lake, eneo alilotoka. Na hao ni vijana wa kiume wa kike? Nikiangalia ukurasa wa kwanza unaishia jina namba 17, wote wanaume. Ukurasa wa pili unaishia jina namba 42, wote wanaume. Ukurasa wa 3 unaishia jina namba 60, wote wanaume. Wote ni wanaume. Sasa tatizo la jumla la diaspora wote wenye asili ya Tanzania wanaoishi nje ya Tanzania, wengi huwa hawana mawasiliano ya karibu na ndugu zao waliopo Tanzania. Ndio maana unaona mara nyingine inapotokea labda kifo, mtu amekufa, ndugu zake wanakuwa hawajulikani au hawapatikani kwa wepesi. Kwa sababu wengi huwa hawakifika huku nje wanabadilisha majina, lakini hawataki kushare taarifa za ndugu na jamaa walioacha huko nyumbani. Lakini wapo ambao wamekuwa wana utaratibu wa kufanya mawasiliano na ndugu zao, na hata inapotokea wamekamatwa wakapelekwa pale Lindela kuhifadhiwa, huwa wanapiga simu nyumbani, ndugu zao wanawatumia tiketi, wanaondoka mapema, wanarudi zao nyumbani kwenda kuendelea na shughuli nyingine za maisha huko nyumbani. Kwa hiyo utaratibu upo, umewekwa na inaruhusiwa, na ndio unaopendelewa na mamlaka za kituo kile. Lakini walio wengi, 99% tena ya hawa ambao huwa wanakamatwa, moja huwa hata passport wanakwambia hawana. Sasa inakuwa ni mtihani. Lakini la pili, wanakwambia huko nyumbani hawana mtu wa kuwakatia tiketi ya kuweza kuwarejesha nyumbani. Kwa hiyo ndio unaona utaratibu uliopo unatumika, wanarudishwa kwa utaratibu ambao nimekueleza. Siku zote ninapofanya mikutano yangu na Watanzania wenzangu hapa, huwa naambia jamani, mmekuja kutafuta riziki huku. Kwa hiyo hakikisha unapopata chochote, basi hebu tunza kwenye akaunti za benki za Kitanzania. Hela zako weka kwenye mabenki ya Kitanzania. Huwa nawaambia kwamba ni rahisi ukiweka hela zako katika akaunti za nyumbani, ili siku hata ukikamatwa huko njiani ukarudishwa, hela yako inakuwa iko salama, imekwenda kule, kuliko ukiweka kwenye mabenki ya huku au ukiweka kwenye kibubu au ukifukia. Hawa jamaa wakikukamata mtaani hawakupi nafasi ya kurudi kwenda kufunga kile kitu chako. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kwa muktadha huo. Mimi nataka nitoe kwanza pongezi. Najua kwamba kwa bahati nzuri, kutokana na kuendelea kwa mitandao ya kijamii kunaifanya tasnia ya mawasiliano kuwa rahisi zaidi. Ndio. Na hivyo najua lengo lao wao huwa sio baya. Lengo lao huwa ni kuwahabarisha Watanzania wenzetu ili waweze kuyafahamu yanayoendelea nje ya mipaka ya nchi yetu. Sasa pamoja na pongezi hizo kwa wote kwa ujumla wao, ninatoa wito mmoja tu kwao, kwamba katika kazi nzuri wanayoifanya ya kuhabarisha umma, basi
si vibaya kabla hawajatoa taarifa wakijiridhisha na vyanzo sahihi ili kujua taarifa wanayotaka kuitoa imekamilika, iko sahihi, ama ina makosa ya namna moja katika eneo moja ama jingine. Kwa hiyo wito wangu ni huo tu, waandishi wetu, wanaharakati wa mitandao, watoa habari, content creators, wahakikishe tu wanazingatia misingi ya uandishi na kuhakiki taarifa wanazotaka kuzirusha, ili zisije zikatoa taharuki na kuharibu mahusiano na nchi nyingine kwa sababu ya makosa ambayo yamo kwenye taarifa zile, ambayo yangeweza tu kurekebishika kwa kupata taarifa kutoka chanzo sahihi cha taarifa wanayotaka kuiandikia. Kila pili ambalo ni muhimu sana na lenyewe pia Watanzania wenzangu huko nyumbani walijue, viko vitu vingi na sisi kama ubalozi tunaviona, lakini tunafungwa na taratibu za kidiplomasia za kitu gani unaweza ukakiongelea wakati gani, hususani katika mambo yanayohusu masuala ya ndani ya nchi nyinginezo. Swala la maandamano ni swala la ndani la nchi nyingine, wanagombana si kitu gani, ni swala la ndani la nchi nyingine. Kwa hiyo tunaweza tusiwe mstari wa mbele kama wanahabari, yametokea maandamano tumesema, yametokea nini tumesema. Mwisho wa siku unaweza ukatafsirika kwamba uko hapa kwa ajili tu ya kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine, na hivyo ukajikuta badala ya kudumisha mahusiano na kuyaboresha, ukajikuta uwepo wako unahatarisha mahusiano ya kirafiki kati ya nchi yetu na hizi nchi ambazo tunakuwa tunawakilisha. Kwa hiyo wakati mwingine wakiona vitu vingine vinatokea, hatusemi, watuelewe tu tumevipima na tumejiridhisha kwamba hiki ni purely internal affair ya nchi hii, siwezi kukisemea kama balozi.